leo mzee Mangungu amezungumza. Moja ya kauli yake anasema kwamba Iriza iko njiani na mmeahidiwa tokea kitambo sana, lakini mwezi wa pili ndio confirmation yenyewe Iriza anatoa kwa Msimbazi. Hizi ahadi zimekuwa nyingi sana kwa wana Simba. Una comment kitu gani kuhusiana na Murtaza Mangungu? Mimi nianze kwa kusema kwamba amekuwa na ahadi nyingi, amekuwa na mipango mingi ndani ya utawala wake, na hata kabla hajawa mtawala anaomba madaraka alikuwa na ahadi na watu wakampa utawala aje kuifanyia kazi Simba. Lakini kwamba pamoja na mipango yote na ahadi zake, sisi kama wana Simba hatujaona matunda mazuri. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba ni vibaya kuahidi, kwa sababu bado iko ndani ya uongozi, anatekeleza majukumu yake, lakini majukumu yake sisi hayatuletea faida. Yeye anatekeleza kazi, anafanya, tunakuwa naye kwa kila sehemu, kwenye misafara, kwenye nini, kila ilipo Simba naye yupo. Lakini kama mwenyekiti anafanya kazi yake mwenyekiti, lakini kwa mwenyekiti kwake yeye tumefika mbali sana kwenye kuanguka, yani tumeshuka sana. Mzee wa Yanga, kuna baadhi ya watu wana comment wanasema kwamba viongozi wa Simba Sport Club wanapaswa kujifunza kwa Engineer Hersi Said. Wewe unaafiki hilo? Siwezi kuafiki kwa sababu hivi vitu viwili tofauti. Simba yenyewe ina uwezo wa kutengeneza mifumo ya kiongozi, mifumo ya kimpira na ikafanya vizuri bila kuangalia, kwa sababu hatuwezi sisi kujifunza kwa engineer. Kutokana hata mwenyewe engineer mifumo aliyokuwa nayo Yanga kwa level ya mpira ya sasa na mambo ambayo Simba anayafanya anapokuwa vizuri, yeye hajafikia. Kwa hiyo kujifunza kwake yeye ni kubaki pale pale tunapolilia. Kwa sababu sisi tunacholalamika sana kupitia kwa Mangungu ni Simba tuna mifumo yetu, ya tuna kacha yetu sisi kimataifa, mpira safi. Kuna siku unaweza kuona Simba inakupa mpira ukasahau vitu vyote vya maumivu. Sasa kwa Mangungu imepitiliza ambavyo engineer kupitia Yanga hajafanya. Kashapewa game, kwa sababu unaweza kupewa game zile za kwamba bana wewe unapangiwa game hii ili ufanye vizuri, unatakiwa ufanye kitu fulani, yani mfunge huyu kwa idadi hii ya magoli, kwa namna hii, kwa namna hii. Engineer anafeli. Lakini Simba ashapangiwa vitu kama hivyo. Bwana, game ya leo Simba ndakuwa mfanye hivi, mfanye hivi, iwe nyumbani kwake, iwe nyumbani kwako, ili utoboe. Simba anafanya na anatoboa. Engineer ameshashindwa na sio zamani. Juzi hapa wamekuja timu kutoka wapi? Na Waarabu walikuja hapa. Kwa jina kidogo nimewasahau. Akaambia watu wafunge goli moja ufike robo finali. Engineer ile mechi alikimbia. Yaani ile mechi kwanza alimwachia Alikamwe. Yeye mwenyewe akaondoka kaenda zake Dodoma huko kwenye mishe zake za ubunge, maana yake kwamba moja kwa moja hajui anzie wapi. Kwa hiyo kufuta aibu akajiweka bize. Kwa engineer wana Simba hamna kitu cha kujifunza kwa engineer. Hatuwezi kujifunza, hajakuwa nacho na nemani hatakuwa nacho. Umemsikia? Nimemsikia. Unajua wanasema kwamba kama mtu anashindwa kujitambua, mwacha apotelee mbali. Kwa ajitambui. Hajitambui, mwacha apotee. Kwa sababu kwanza mimi watu wa Simba naomba waendelee hivi milele. Kama wenyewe wanatamka kwamba hawawezi kujifunza, naomba waendelee hivi milele, kwa sababu adui yako muombee njaa. National Ali waliambiwa klabu bora ya karne. Mashabiki wa Zamalek wakaingia mtandaoni akasema haiwezekani, sio kweli. Zamalek ndio klabu bora ya karne. Kafu akamwambia futeni kwenye mitandao mara moja, tunaoteua sisi kwamba klabu bora ya karne tunasema sisi, sio mshabiki wala sio nani, sisi ndio wenye mamlaka. Kwa hiyo si hatushangai. Yaani mtu mpinzani wako hata kama anafanya vizuri huwa ukubali mdomoni, unakubali moyoni. Kwa hiyo sasa hawa hata siku moja paka Nabii Isa anarudi, ambao wenzetu wanamuita Yesu, anarudi hapa, hamna mshabiki wa Simba ataongea mdomoni kwamba bwana Engineer Hersi kiongozi mzuri, kiongozi anajua kuongoza soka na kiongozi ambaye anaendana na soka la kisasa. Rais wa FIFA amemwambia rais wa TFF kwamba hebu huyu kijana alikuwa wapi? Huyu kazaliwa Tanzania kweli? Huyu kiongozi alikuwa wapi huyu? Mtumieni huyu. Sasa rais wa FIFA anaongea hivyo, wewe mshabiki wa Simba unasema Engineer afanye chochote hivi, kweli uko sawa kweli? Rais anaongoza mpira duniani, anamjua Engineer nani? Wewe unasema eti afanye chochote. Basi acha tukuache. Family line. Dasito la kufa alisikii dawa. Engineer kama engineer yule ameenda kusomea mfumo wa uendeshaji, kapelekwa Spain. Watu wasaulifu.
Sisi mfumo huu, haya mambo ya uendeshaji tumeanza sisi. Mwaka 94 kuna mtu mmoja marehemu General Mengi amekuja kutoa wazo kwamba twende kwenye mfumo wa uendeshaji. Lakini kwa sababu kipindi kile watu sio waelewa, wabishi, ngoma ikaenda ikashindikana. Katibu mkuu Mpondela ambaye wanamuita Castro, mwenyekiti mtu mmoja anaitwa Matunda, ikaja kutokea Yanga Yoso na Yanga Kampuni. Kuna wengine hapa walikuwa hawajazaliwa 94. Hii issue tumeanza sisi. Simba akaja kurudia hapa aliporudi Mo kwa mara pili, kwa sababu Mo mara kwanza anakuja Simba 2003, 2002, 2003. Alipoondoka baada ya kuambia Simba twende mfumo wa uendeshaji, wakawa wamempinga, akaondoka. Ile Simba anamtoa Zamalek 2003, Mo yupo Simba bwana. Alivyoondoka sasa amerudi tena mara pili. Hawa mabwana wamemtumia. Unajua nchi ina mfumo mmoja. Mtu aliyokuwa juu anaongoza nchi akiwa anapenda timu fulani, basi ngoma hivi. Au kwa sababu engineer ni mtu wa Young Africans. Tunakwenda hapo sasa. Sasa sisi hawa mabwana uongozi uliopita ule waliutumia, lakini wameutumia vibaya, wamepita shortcut. FCC, tume ya ushindani, huwezi kuingia kwenye mfumo wa Isa bila FCC kukupitisha, kwa sababu wale ndio tume ya ushindani wa mambo ya kibiashara. Sasa wale waliwapa kabisa kwamba piteni hapa, piteni hapa, piteni hapa. Wao wanaruka viunzi, wanaenda mbele tu amalize mapema. FCC akasema mmeruka hatua, mnamtangaza CEO kati mjamaliza ile, rudini nyuma mwanze moja. Wanajifanya wajanja, wanaenda mbele. Kufika mbele umekwama. Sasa sisi Yanga tumekwenda hatua kwa hatua. Sheria nchi hii, wawekezaji kuanzia 3 hadi 4, sio mmoja. Mo anang'ang'ania peke yake, hataki kumweka mtu washirikiane. Alivyoona kabano saka kamwita dadake kamweka pale. Mwenzangu huyu hapa kwambia wewe, huyu mwekezaji mwenzako asema moja, mwe hamna uhusiano wa udugu. Tafuta mtu. Ndisho wewe wananikwamisha. Walivyomtaiti sawa. Simba sasa hivi wamerudi kwamba wawekezaji wengi. Sasa yale mmefuata kwetu sisi. Simba mnajifanya hamtaki nyie. Sasa hivi mmerudi wawekezaji wengi. Yale injinia na akili. Kwa hiyo sisi sasa wakati tunaenda kwenye ule mfumo tukawa nani huyu mwenyekiti wetu, mtu mmoja anaitwa Mshindo Msola, anatoa hadi nikiingia madarakani pale nabadilisha mfumo wa uendeshaji wa kisasa. Watu wakasema huyu bwana nenda, akawa mwenyekiti. Huyo mwenyekiti akafika pale akasema sasa mimi nishaingia hadi naitekeleza. Akaunda kamati, mwenyekiti Alex Mgongolwa. Wakakaa wakajadili, kwa sababu bwana sisi hata hivyo hela hatuna. Tumwambie mdhamini wetu agaramie huu mfumo. Akaambiwa GSM, hebu bwana toa hela hapa tuende kwenye mfumo huu. Haina shida, ninasemaje, tuitie mtaalamu. Akaitwa Mleno yule akaja. Akashauri, akasikiliza, sawa, kuna mengine tumeyachukua, mengine bado. Tutafutie mshauri mwingine. GSM akatoa hela. La Liga na Sevilla wakaja pale wakatuletea mfumo. Ule mfumo ule, kwa sababu bwana sasa hapa inabidi mfumo, kuna wawekezaji wengi, mwekezaji mmoja. Sasa hapa mnaenda kwenye mfumo gani? Tukaenda kwenye mchakato. Peji 400, mtu mmoja anaitwa Senzo tumemchomoa kwao, kwa sababu hao bwana sisi tuko na uwezo wa kipesa, tunachomoa tu. Akaja yule mtu bwana akazichakata zikafika peji 50. Peji 50 wakaitwa wenye vitu wa matawi, wakapewa semina, wakarudi matawini, wakawaambia wanachama walichofundishwa, wakarudisha kule, ikaitwa mkutano mkuu, vikaanza kusoma vifungu kimoja hadi kingine. Watu tukakubaliana kwamba hichi kitoke, hichi kiingie. Tukaenda sasa kwenye swala la nini? Tunataka kutangaza tenda. Kabla hujatangaza tenda lazima ufanye tathmini ya klabu thamani yake shilingi ngapi. Thamani ya klabu ikafika bilioni 100. Hawa mabwana thamani yao ya klabu bilioni 20, hela ya maandazi, ambaye sisi ndio bajeti yetu ya kuendesha klabu, wao ndio hela ya uwekezaji. Wakaona sasa hapa tumepotea hapa, wakamtafuta mdhamini wa jezi bilioni 30. Jamani, bilioni 30 ya jezi ndio imezidi hela ya uwekezaji. Uone kama nyinyi kweli mandondocha. Kwa hiyo sasa hivi vitu hawa havijui.